Ufunuo wa Yohana mlango wa 7. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Wa kabila ya Reubeni 12,000. Wa kabila ya Gadi 12,000. Wa kabila ya Asheri 12,000. Wa kabila ya Naftali 12,000. Wa kabila ya Manase 12,000. Wa kabila ya Simeoni 12,000. Wa kabila ya Lawi 12,000. Wa kabila ya Isakari 12,000. Wa kabila ya Zabuloni 12,000. Wa kabila ya Yusufu 12,000. Wa kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Baada ya hayo nikaona na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za Mwana-Kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na Mwana-Kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu, wakisema, Amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana-Kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo Mwana-Kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao.